Karibu ni kujuze mengi zaidi ambayo yanaendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii, na imekuwa ni desturi yetu kupeana kila update na story mbalimbali ambazo zinaendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Moja kati ya habari ambayo imeendelea kuzua gumzo ni baada tu ya mrembo Zuchu tuliweza kuona hapa katikati akimpatia zawadi nzuri mama yake mzazi. Sasa kitu ambacho kimeenda kuzua gumzo kabisa ni issue nzima ya mrembo huyu kuweza kuonekana kwamba sasa hivi amekuwa tofauti na mwanzo. Yani inamaanisha kwamba mafanikio yake ameamua kuyaweka wazi na kuendelea kuonyesha kwamba ana uwezo wa fanya jambo kubwa kwa familia yake. Na hili kubwa ambalo ameweza kulifanya la kumnunulia gari mama yake mzazi ni issue ambayo imeenda kuzua gumzo sana, na watu wengi wakasema sasa Zuchu alikofika uwezo wa fikra zake umekuwa mkubwa sana na umetanuka, kwa sababu hiki ambacho amekifanya ni kumpa furaha mama yake mzazi, lakini kuna mengi zaidi ambayo anapaswa kuyafanya, kwa sababu tunajua mama ndio nguzo muhimu sana kwenye maisha yetu sisi wote binadamu ambao tunakuwa na wazazi wetu. Kwa wale ambao hawana wazazi pia ni changamoto kidogo, lakini kwa wale ambao tuna wazazi tunaweza tukasema kwamba ndio nguzo, wengine nasema nguzo ya dunia. Sasa ukiangalia kwa namna ambavyo Zuchu ameweza kufanya hili tukio na mapokeo ya mama yake mzazi yamekuwa na namna tofauti. Kulikuwa kuna comment nyingi ambazo watu wengi wameweza kuziweka kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kujitokeza. Kuna mmoja aliweza kusema kwamba moja kati ya mabinti ambao wanapambana kuitafuta kesho yao, Zuchu pia ni miongoni mwao, na amekuwa akifanya hivyo mara nyingi zaidi katika kuhakikisha kwamba kila siku, siku baada ya siku anafanya kitu bora na kizuri zaidi. Ukiangalia namna ambavyo amekuwa akitiririka kwenye muziki wake na namna ambavyo amekuwa akiperform kwenye majukwaa mbalimbali ya show zake ambazo amekuwa akizifanya, basi utaweza kuona tofauti wa mrembo huyu. Lakini pia ukirudi kwenye tasnia yake nzima ya muziki, unaweza ukasema kwamba ni mwanamke bora ambaye anafanya muziki mzuri na anapokelewa vizuri sana na mashabiki zake. Lakini pia kumekuwa kuna jambo lingine kubwa ambalo kwake yeye mimi naweza nikasema limekuwa bora zaidi, kwa sababu amekuwa ni moja kati ya wanawake ambao mahusiano yake amekuwa na date na mtu mkubwa zaidi, pia naweza tukasema ni boss wake. Lakini amekuwa kuna namna ya utulivu ambao amekuwa akionyesha na haimteteleshi kwenye maisha yake mazima ya muziki na vile ambavyo amekuwa akiishi. Sasa hii imeenda kufanya watu wengi wao wanajifunza kupitia kwa mrembo huyu Zuchu. Hii unaweza kuiita kwamba ni elimu ya bure ambayo mwanamke huyo ama mrembo huyo ameamua kuitoa kwa wanawake wenzake. Unajua wanawake walio wengi wanaendeshwa sana na mapenzi na wamekuwa wakipitia magumu, lakini wamekuwa kuna muda wanayumba hata kufanya mambo yao ya msingi. Lakini kwa mrembo huyu imekuwa ni tofauti. Ameweza kuwa ana uwezo wa kuhandle mambo mbalimbali ambayo yanamkuta kwenye mahusiano, lakini na amekuwa akiendelea kufanya vizuri kwenye muziki wake. Naamini management ambayo yuko nayo huenda ikawa ni bora zaidi, kwa sababu vitu ambavyo wanavifanya ni vya hali ya juu sana, kwa sababu kuweza kucontrol stress za mahusiano na kwenye muziki tumeweza kuona wasanii mbalimbali wa kike wakipitia magumu. Sitowataja, lakini moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikiwapa wakati mgumu ni mahusiano, na tumeweza kuona hayo hata trendi ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa hawa mastaa wa kike imekuwa kihusiana na mahusiano na ni vitu mbalimbali. Lakini pia tumeweza kuona mpaka wengine wakiumba wakichukua muda mrefu kutoa ngoma, tofauti na mrembo huyu ambaye yeye kila wakati ameonekana akiwa bora zaidi na amekuwa akifanya vizuri kwenye muziki wake. Swala lingine ambalo limeendelea kuzua gumzo na kuendelea kufanya watu wengi waendelee kumfuatilia mrembo huyu ni baada tu ya mrembo huyu kuonyesha kwamba kipaji chake si cha kubahatisha, kwa sababu amekuwa na ngoma nyingi ambazo anaziachia, lakini kila siku amekuwa na maudhui mazuri na amekuwa na mtindo mpya wa kuendelea kwa attract wa mashabiki zake kwa namna moja ama nyingine. Lakini kitu ambacho ni special kwa binti huyu, amekuwa ni mbunifu sana kwenye ngoma zake, video anazozifanya na vitu vingi. Lakini kwenye video wengi wanadai kwamba Diamond Platnumz mpenzi wake ndiye mara nyingi anayempa ushauri vitu gani vya kufanya na nini avipunguze ili aweze kutoa kitu kizuri na mashabiki waendelee kufurahia kile kizuri ama kikubwa ambacho amekuwa nacho. Hiyo ndio siri ambayo watu wengi wamekuwa wakiamini inayompa mafanikio. Lakini kama ambavyo tulisema hapo awali, kama mahusiano yakiwa yanayumba, basi huwezi kufanya mambo makubwa kama hayo, kwa sababu hamtaweza kukaa pamoja kushauriana kuona nini kifanyike na nini kiongezeke kwenye kile ambacho unakifanya. Lakini kwenye hili tunaweza tukawapongeza wawili hawa kwamba wameweza kustay
focus kwenye maisha yao mazuri, lakini pia kwenye mahusiano yao. Mimi ni nani nipingane na wao? Kuwapongeza nitakuwa na roho mbaya. Hongereni sana Diamond Platnumz pamoja na Zuchu kwa hatua kubwa ambayo mmekuwa mkiendelea kuipiga kwenye maisha yenu ya kawaida pamoja na kwenye mahusiano. Mpaka time nyingine, nikwambie tu hakikisha kwamba umesubscribe na kutani on notification kwa story nyingi zaidi.